Mr. Speaker, nataka kujibu huyu jamaa mwenye amesema hapa ati Ruto ameruka laini. Nataka nikuulize, hao watu wenye wanatusu watu ndio Ruto hawajibu. Si wao wanataka urais Kenya? Ndio. Kama wanataka pia uongozi Kenya hapa, urais yenye Ruto hako ndio sasa wanamtusi. So sisi kama wapiga kura wenye ambao tunataka tuwapigie, hiyo hate speech yenye wako nayo, tunataka tuwachague wakuja watoe Ruto. Na hayo matusi yenye wanatoa, my friend, wewe unasema Ruto asitusiane ye kama kiongozi. So wale watusiane wanakuja kufanya nini? Wanataka uongozi. So wanataka uongozi. Na ni viongozi wa chama. Kama kuna mtu amevumilia hapa Kenya matusi ni William Samoei Ruto. Ruto amevumilia matusi hapa Kenya zaidi. Ruto ametusiwa. Ametusiwa. One time si shida, acha niwaambie ukweli. One time kwa mdomo ni one time. Lakini ikifika kwa kupiga kura hata wewe unakuanga umelewa, haupigangi kura. So story ya one time tuachane nayo. Kitu yenye mimi nasema ni hivi. Ngoja kwanza. Mimi situsi mtu kumwambia anakuanga amelewa ni uongo. Si ndio huyu hata amelewa kwani ni uongo. So kuna vitu fulani ndugu yangu tufanye hivi. President ni mtu mwenye amevumilia na tumeona Ruto alianza kuvumilia akiwa na Uhuru. Alitusiwa mbaya sana. Si kwa ijua ati Ruto anaweza kuwa akakuwa president. Akaitwa tanga, mtu mwenye hana mbele wala nyuma, akakubali akavumilia yote. Ndio huyu amekuja amepita kuingia kwa uongozi ametusiwa. Ruto akapangiwa mipango ya kwenda kumtoa nje hata alikuwa tu auliwe. Lakini Ruto Mungu amemvusha, saizi Ruto bado ni president. Ruto nataka kumshukuru. Wakati Ruto aliingia sisi walia tu kumpigia kura. Wewe nyamaza, wewe uendange kanisa maneno ya Mungu haujui. Wewe ni mka wewe nani nisikie wewe kijana, nisikie huyo kijana. So kuna kitu mimi nataka nishukuru William Samoei Ruto. Kama kuna president hapa Kenya amefanya kitu yenye mimi sikuwahi tarajia. Ruto ameingia kwa uongozi na sisi Waluhya tu kumpigia kura. Wajaluo tu kumpigia kura. Lakini Ruto saizi anatembea kule chini ni sasa tulimpea kura. Ruto kuvumilia yenye umevumilia Mungu anakuona. Laini yenye umetoka saizi yenye wanasema Ruto umetoka. Toka tu hiyo laini, dili na watu wenye wamekuja. Usiogope mtu yoyote. Jua watu nini yenye wako nayo. Wanakuja kwa wananchi hawana kitu ya kuwasaidia. They don't have agenda. Dili nao wenye wanakuja wakikutusi Ruto, toka asubuhi wajibu. Si ati nini mtu anakuja kuambia. Hapana kukuja kuambiwa hapa ati wewe ni president unyamaze. Hawezi impeach president. Wewe kuja venye wanakuja. Hata kama mimi ni Mluhya na walia wangu wanakuja na matusi, sisi hatutaki. Tunataka watu wakuje na agenda kunisaidia. Mimi nataka nishukuru natembea. Hata natembea ingawaje sasa hivi wanamkatanga tu kwa kitu moja juu ya kukua opposition. Lakini at least natembea naongeleanga shida za Mluhya. Wakina Sifuna wanaongelea shida za nani? Zao wenyewe. Sini zao wenyewe. Wa Kenya gani? Sifuna anaongelea shida ya Mkenya mgani? Ende mikutano yote yenye Sifuna anaendanga usikie kama anataja shida za Mkenya. Yeye anasema ati agenda yangu ni one term. Agenda yangu ni one term. Wewe unataka one term ama unataka usaidiwe? Mimi na kuunga Ruto mkono 100%. Fanya kazi kulingana na venye wewe mwenyewe unajua. Sisi kukupigia kura my friend ulikuwa na akili. Tumia hiyo akili yenye ilikuweka hapo kufanya kazi. Ulipewa sword. Tumia hiyo sword kulingana na venye inafaa. Pana mtu kucheza na Ruto. Dini nao. Akikuja na matusi pea hao matusi. Si atikianza kiongozi. Kiongozi vitu gani? Mtu anakuja na ujinga. Kuja pia na ujinga. Pana tusi hao ng'ombe kabisa. Dawa ya moto ni moto. Tumia hiyo moto pia. Ndio watu watakuja kuogopa. Ngoja kwanza kunipeleka mbio. Maliza bado. Hakuna malize. Ngoja kwanza bwana. Niko na uchungu sana. Ruto anang'ang'ana ndio yule ameenda Western. Sisi kuingiza stima ilikuwa unaambiwa ni 40,000. Ruto ndio yule anaenda anaingiza stima saizi bure. Bure. Atumulia wewe. Ruto usitigike penye huko. Tuko na wewe. Simama venye huko. Dini na watu venye wanakuja. Dini nao venye wanakuja. Kama ni matusi, toka nayo matusi. Yes, hapana bembelezana nao watu. Hao watu hawana agenda. They don't have money. They don't have everything. Dini na watu venye wanakuja. Don't fear anybody. Don't fear anybody Ruto. Wewe ni kila kitu sahi. Wewe tulikutuma pale udini na watu wenye nafaa, si kutuachia Gachagua anakuja kusimama mbele ya watu kutuambia ujinga. Dini nao wenye wanakuja, pana ogopa. Niko na wewe Ruto, juu hadi chini. Pana cheza na William Samoei Ruto. Of national unity. Mr. President Dr. William Samoei Ruto, you have fallen short of that. You are no longer unifying this country. You are dividing the country through your utterances. Matusi
wachi itoke kwa wale watu wenye unatuambia wewe mwenyewe hawana ofisi yoyote, hawana cheo chochote. Lakini nikianza tukifika mahali nasikia rais ndio yeye ameshika microphone anatusi kiongozi mwingine, anatusi mwenzake. Watoto wanasoma kutoka kwako bwana rais. Watoto wataona ni kama hata kama rais anaweza tusiana, basi haina shida yoyote, hata pia mimi nikitusiana. Rais, tunatarajia wewe uunganishe taifa, sio kugawa taifa kwa matusi. Na Gachagua Gachagua hana ofisi yoyote ameshikilia. Na ni kiongozi. Achana na uongozi wa Gachagua. Gachagua anaongoza nini Kenya hii? Rais, hiyo ofisi yenye umekalia, it is a symbol of national unity. Unganisha taifa, usigawane taifa kwa matusi. Tunatarajia mahali kumeharibika, rais uingie pale utengeneze amani, sio kuleta matusi na kutusi viongozi wengine. Taifa liko chini yako, wewe ndio kiongozi, na iwapo utaongoza kwa matusi na kushutumu wengine, basi pia sisi wale ambao unaongoza tutaona ni kama uko vizuri. Next time utasikia pia mimi nimetusi ndugu yangu na nitasema pia rais huwa anatusiana. Sisi kama taifa haifai tuende hiyo direction. Bwana rais, umetoka kwa line, rudi line, ongoza inji, wachana na matusi. Asanteni. Watu wanataka kuongea. Weka tambe. Watu wanaogopa maiki. Haya, bunge power. Bunge power. Mimi nika hapa hivi kama mfuasi wa 2 term na ninafurahia sana vile mwenzangu ameongea. Bwana rais, pambana na hiyo watu, pambana na watu mzee. Na nimekuwa nikiambia watu, mtu akinona sana ananyamba ovyo ovyo. Walikuwa wananipinga. Sasa rais mwenyewe amambia watu waende gym. Kwa na mwili kama yetu, au utanyamba. Kwa na mwili kama rais, au utanyamba. Wezi nyamba, rais ako sawa. Huyo jamaa nakwambia William Ruto, kama kuna mtu mvumilivu amevumilia, ni William Ruto. Ametusiwa muuaji. Ametuziwa muwizi, ameiba Kenya, ameiba affordable housing. Huyu jamaa ametusiwa. Sasa mimi bwana rais, hata mimi hizo zenilisikia ukivu Kakamega, naona bado haujafika ile kiwango yenye nakujua nayo. Ile kiwango ile gari yenye umeweka hapo State House ukitoa gari hiyo, bado hujafika kiwango hiyo. Naona hiyo bado ndio umeanza kionjo sasa Mr. Rais. Sasa mimi nataka kwanza, Mr. Rais, umesaidia Kenya sana kwa kuambia watu waende gym. Tumekuwa tukiharibu mahewa kwenye manyumba na kwenye estate. Najua kila mtu ataanza kwenda gym, hata kukula ndizi tutapunguza. Tutapunguza ndizi, walituambia tukule ndizi kidogo. Lakini rais, wewe ni baba ya wenyewe, wewe ni bwana wa wenyewe, hiyo urais ni kazi. Sasa tusichukulie upole wako kwamba ni rais, haistahili ujibu. Pia wewe binadamu. Mtu akileta 10 baba, wewe peye 10. Mtu akitupa yake, wewe tupe yake. Wakati unatupa hivyo sisi wafuasi wako tunaona kumbe tuko na simba. Lakini wakati ulikuwa umenyamaza, ulikuwa unatupa wasiwasi sana. Tunashindwa kwani William amejua nenda nyumbani. Sasa wakati nilikusikia Western, nilijua wewe ni 2 term. Na hakuna mtu kupinga. Asubuhi mapema. Kila mtu ameoga na omo. Kila mtu ameoga na omo. Na mimi naambia hao wafuasi wa 1 term, waulize sisi wafuasi wa Raila, ndio tunajua ni nini ukisema 2 term ni 2 term. Ulituambia utatuosha asubuhi na tulikubali. Hata sisi kwa hiyo mafunzo yenye ulitupea tunawaambia maneno ya 1 term waachane nayo. Watanguka kwa uwanja wakitembea. Unajua hataamini ya kwamba umepita. Hawataamini, na ni hayo tu. Asante sana. Wamefika mahali pa kuanza kutusiana kimaumbile. Na ile matusi ingine yote watu wanatusiana, mara mwingine ako hivi, mwingine amefanya hivi, mwingine alifanya vile. Nadhani wanabunge itakuwa vizuri tuongelelee yale maneno viongozi wetu wa juu, kuanzia kwa rais na wale pia wa upinzani wale wanatafuta urais. Ile mambo wameongelea juzi, jana na leo, tunadhani ni kama wanachukua mwelekeo mzuri kama viongozi, na ni picha mzuri kwa taifa. Ama nitakaribisha wabunge wale wako na maoni kuhusiana na hiyo.
Acha nimalize alafu nikupe. Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina ni Justus ama Mulio wa Samoei Ruto. Mimi naenda direct to the point. Unajua maneno ambayo tunasema hapa, ninasikia kwa radio mapasta nani wakilalamika ati ile lugha ambayo president alitumia si lugha nzuri. Nataka niende direct kwa mapasta kwanza. Saa hizi sasa wenye wanapanua mdomo kutuambia ati Ruto kama kiongozi hafai kuongea vitu zenye anaongea. William Samoei Ruto, huyu jamaa nataka kwanza namshukuru kwa heshima yake na kwa uvumilivu. Huyu kijana ni mvumilivu. Ruto alivumilia hawa watu opposition mpaka kufika jana. Ruto ameanza by the way kufanyiwa vitu. Ruto anaekewa mpaka anaekwa kwa jeneza. Ruto anaekewa anatusiwa matusi yote. Ruto akaanza kuambia ndugu zangu, fanyeni hivi, tafuteni agenda. Ndugu zangu nawaomba mtafuta agenda. Hata mkienda kanisani, mkienda wapi, tafuteni agenda ya kuongelea. Mwachaneni na mimi. Ruto akaomba hao jamaa kabisa. Akawaambia siku yenye nitaamuka mtalia. Sio natoa koti. Alafu nikapata jamaa mwingine huyu mudaku huyu mtu wa vitina huyu sura mbaya kama siafu. Anakuja yeye ndiye anaanza William Samoei Ruto. Anaambia Ruto ati tutakuanika wazi. Unaona hawa watu tutakuja kuanika wazi. Unaona venye umekoda mpaka masikio inakaa hivi. Yani mpaka venye alimaliza tu kuongea wameshaweka nini, Ruto amekaa hivi masikio. Alafu nyinyi mnataka Ruto kama rais anyamaze. Nataka nikushukuru Ruto. Pia wewe ni binadamu na wewe ni mtoto wa mtu. Unasikianga uchungu na ama unaona uchungu. Ulifanya vizuri kwa kurudisha watu walikuwa wametuchosha. Mpaka nilikuwa nashindwa, kwani Ruto hauna mdomo? Hii mdomo yenye ulikuwa unaongelesha mpaka Raila anakuogopa ulikuwa umeificha wapi? Asante sana kwa kurudisha hao ngamia. Walikuwa wamekuzoea. Alafu nataka nilaumu ama pasta. Nataka niwaulize swali. Sasa mnasema Ruto anatumia lugha mbaya. Wakati Gachagua anakuja kanisani kwenu, mnamkaribisha, anaanza kuongea maovu mbele ya madhabahu, amesema kwa madhabahu. Na mnacheka, mnampigia makofi. Mbona hamkuwahi mwambie vitu yenye unaongea hapa ni mbaya? Mbona hamkuwahi mnyang'anya microphone mwambie Gachagua hapa si mahali pa kuongelea hivyo? Si mlikuwa mnamkaribisha mpaka Ruto anaona anasema hapana. Wacha nijaribu tear gas. Akapiga kwa Gachagua tear gas. Huyu jamaa kusikia. Kumbe ndiye alikuwa anamdunga sindani ya matusi. So Ruto amesema marais tumie tear gas. Leta matusi nikurudishie. Ruto unafanya kazi mzuri na tunataka Ruto uende hivyo mpaka siku ya kupiga kura. Hawa jamaa silete na wewe ukitusi hivyo na sisi huku pia tunawatusi. Ndio sasa tuone juu hawana agenda, hawana pesa. Siasa yao ni kwenda penye watu wanalia wako na shida, hawawasaidii, lakini wanasababisha tena wanawatupia tear gas. Wanatupia raia tear gas na wanaenda wanasema wewe Ruto ndio unawatupia tear gas. Nataka nikushukuru Ruto. Endelea kuchapa kazi venye unachapa hivyo. Mungu aliye juu mbinguni anaona chenye unafanya na utapita kura au maadui watashangaa. Ni hayo tu, barikiwe. Mnajua naongeanga mambo ya maana. Nani aongeanga ya maana? Sema one time. Bunge power. Wale mandugu zetu wanashabikia rais kwa kusema mwingine sijua ameumbu aje, mwingine anakula aje, mwingine amefanya nini. Kama ushaisikia proceeding ya impeachment na usikie kuna kitu inaitwa ndani gross misconduct, ni hiyo yenye bwana rais anafanya. Na kwa hiyo peke yake imetosha rais akuwe impeached. Sababu ile ofisi yenye ameoccupy, vile nimetangulia kusema, it is a symbol of national unity. Wakati unaanza kutusi wengine ni kama inachukuliwa ni kama unaanza kugawanya taifa. Inamaanisha you no longer deserve to be in that position. Then hapana, matusi inachangia vitu mingi. Matusi inaweza leta vita. Kwani Ruto akitusiwa masikio inakaa hivi my friend? Inaweza. Kwani Ruto ni sungura? Ruto ni sungura. Ruto ni rais. Wakati Mheshimiwa Gachagua anaongea, yule ni raia wa kawaida kama mimi anaongea. Nothing big with it. Lakini ikifika kwa rais,
sisi wote tunamwangalia yeye kama kitu ambaye kinaleta Wakenya wote pamoja. Wakati anaanza kutoa yale matamshi kwa watu wengine, hiyo ni gross misconduct, na bwana rais, you can be impeached for such like utterances. Asanteni. Mtu bwana opposition. Kaunti ya Nyandarua, mahali inaitwa Kipipiri. Sauti mzee. Mimi napenda mambo ya siasa. Yenyewe sina elimu ati naweza kuombea kitu yoyote. Elimu sina, lakini tangu zamani siasa ya kuchagia mimi napenda sana. Na upande huu na tangu Rais Ruto washirikiane na Uhuru Kenyatta 2013, mimi nimeshakuwa nilishajiunga nao. Hata Uhuru alipostaafu nikawacha upande ya Rais Ruto. Na mimi tangu Rais Ruto achukue uongozi sioni mabaya. Mimi na mshabiki kabisa. Na niseme yenye amefanya, na niseme maendeleo yake. Mimi naona sana manyumba ya bei nafuu. Naona SHA inalipia watu, inasaidia watu maskini. Naona masoko inajengwa kila center na kila tao. Ninaona barabara imejengwa. Na leo na mshabiki kabisa nimeona leo amesidua reli kutokuanzia hii reli ya kuanzia na Kisumu akiwa huko Narok. Naona hiyo ni maendeleo mengine kubwa sana, na mimi naona Rais Ruto hachoki kutumikia Wakenya. Mimi na shabiki mambo yake na naona akiwa sawa. Na uongozi wake naona ukiwa sawa. Tena mimi na saraumu wa pizani wake naona hawana agenda yoyote. Alafu tena sana hii maneno wanasema wametuhusiwa, wao wanatuhusianaga. Sasa imefika rais amewajibu, wao wamekasirika. Sasa hiyo ni kwa nini? Hata vile tuko hapa, wapinzani wa serikali wanataka watusi sisi, watuongelee baya, lakini sisi tukitamuka tuongee baya kuwahusu ni baya. Yaani kwani wao wanakuwa special namna gani kuliko wengine? Sasa mimi kwangu naona Rais Ruto akiwa sawa, na mimi aende 2 term, na ninaona mimi hata hao wapinzani wake kwa sia Gachagua, Kalonzo na Matiang'i, mimi sioni mtu ya kutisha Rais Ruto. Mimi sioni hao wote watu wa kutisha Rais Ruto. Na rais wote kila mtu anagombeaga urais, tunaangalia kwa tena uzito wa mali na uzito wa pesa. Mimi naona hao wote kwa maskini. Na nchi yetu maskini atawale. Ukipea nchi maskini atawale, atahakikisha nyinyi wote mekuwa maskini kama yeye na atamaliza. Sasa mimi naona hapo sioni mtu ya kutisha Rais Ruto, wote mimi naona maskini. Mimi nikilinganisha na Bereni walikuwa kipiga Rais Ruto, Rais Moi, rais wa kwanza, Rais Moi, rais wa pili. Rais wa pili akina Kenneth Matiba, akina Mwai Kibaki, akina Simeon Nyachae, nilikuwa naona hao wote walikuwa ni mabwenyenye, watu walikuwa wamejiweza. Hata akina Uhuru Kenyatta, hao ndio nilikuwa naona ni tisho, sababu hata kwa mfuko walikuwa tisho. Lakini kwa hawa hata kwa mfuko mimi naona wenye wanawashabiki wakisema akiwaletea apigana na Rais Ruto, hao mmoja wao sijui Kalonzo ama Matiang'i ama Gachagua, ninaona ni kama watu wamekosa kazi ya kufanya, sababu hakuna mtu atatisha Rais Ruto hapo. Na mimi yangu ni shabiki mkubwa wa Rais Ruto, na hakuna mtu anaweza toa kwa Rais Ruto. Mimi tu tamu. Sawa. Opposition ni kujeni na ushika vizuri. Wewe ni opposition lakini shika vizuri. Hiyo ni story. Wewe sasa piga hadithi. Hiyo ni story. Bunge wewe bunge. Piga hadithi. Sisi ni ngapi? Sisi ni ngapi? Ati story. Ati Moi Kibaki tuko tumezaliwa. Wengine tuko tumezaliwa. Tuko tumezaliwa. 98 nilikuwa na miaka 95. Siwezi elewa. Sasa tunasema hivi. Sisi kama one term tunasema ni one term. Sisi ni timu nani? Timu Sifu? Sisi ni timu Sifuna. Tulia. Sasa huyo amesema ya Moi, amesema Kibaki na Tusu na nini? Sasa tunataka tuseme hivi. Nyinyi watu wa one term tujipange, tuchukue nini? Kura. Kutoa Ruto mnataka kura. Si bure ati kupiga tu mdomo au tupige mdomo tuseme ati one term. One term kumaanisha ni kura. Watu kwanza wa Huruma hapa tujipange, tupige kura upande wa Huruma. Maana yako tukimbia unapata shilingi 2, tunataka tukimbie Langas, tukimbie wapi, tuachane na story. Mchague viongozi wenu hapa. Na nyinyi watu mnakimbia kupigia reserve. Kama unaishi Eldoret pigia kura wapi? Eldoret.
Hiyo ni point. Mtasaidia nini sasa Eldoret? Kama ni Huruma, pigeni Huruma kura. Mnaishi wapi? Si ni Huruma? Basi ikikuja Huruma mnapata wapi? Huruma. Huruma na wanapiga reserve kura. Maji ya Huruma mnatumia, mnalipa wapi? Hapa. Sasa kura utaenda je, unapigia Kisumu ama wapi? Utasaidika aje? Hata mtoto wako akitaka basari, unaishi wapi? Si unaishi hapa? Ukitaka MCA kusaidia na basari, chukua kura hapa, pigia hapa. Maana kimbia huko hivyo, achana na hiyo story. Umemaliza? Umemaliza. Unajua watu wa wengine hawana agenda. Tunakuja kupata kumbe hata wewe bwana rais hauna agenda. Pia wewe unaanza kutusiana vile wenye unatuambia hawana agenda wanatusiana. Nani rais? Bwana rais, umetuambia mara mingi wewe uko na akili. Mtu mwenye ako na akili hawezi anza kuchukua microphone kuanza kutusiana na watu wengine. Bwana rais, tafadhali tekeleza zile agenda zako. Na sisi kama watu wa upinzani, hata kukutoa wewe kwa hiyo kiketi ya urais, hiyo ni agenda. Na in fact hiyo ni agenda kuu. Kwa nini tunasema ni agenda kuu? Tuna feel chini ya uongozi wako Kenya ni kama imepoteza dignity yake. Kenya imepoteza viwanda zote, kuanzia kwa viwanda za sukari. Kenya imepoteza Kenya Pipeline wakati wa Ruto. Tulia. Kenya ni kama tunapoteza JKIA, sababu ukituambia sijui the National Infrastructure Fund, yes, inaweka 10%, a private investor analeta anaweka ndani 90% kwa shares in a company where shares are shared between yule mtu mwenye ako na 90% na 10%. Ni nani ana own hiyo kitu? Ni kama JKIA pia unataka kuiweka kwa mikono ya watu binafsi. Safaricom pia. Kenya ni kama inapoteza kila kitu. Bwana rais, tunajiuliza, mimi personally, ukimalizana na hizi vitu zingine zote, mmetuletea kizungu inajiita privatization. Privatization tunaelewa ni kuuza, sababu imekuwa mali ya umma inakuwa mali ya mtu binafsi, hiyo imeuzwa. Hiyo ndio unatuambia privatization. Baada ya hizi vitu zingine zote ukishauza, tukikuongeza miaka ingine 5 tukifanya makosa, na nitarudia, tukifanya makosa tukuongeze miaka ingine 5, auze yote. Ni nini next after tumemalizana na hizi vitu zingine zote? Utatuuza sisi wa Kenya ama nini itafuata? Wa Kenya na waomba tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao 2027 tuamuke asubuhi twende tupige kura kwa William. By the time inafika saa 2 asubuhi kutoka saa 12 William Ruto akuwa ameanza safari ya kwenda Sugoi. Kenya cannot afford another 5 years of William Ruto. We are going to lose everything in this country under William Ruto. Asanteni. Tupe mtu humble time aongee, apeane point yake. Akimaliza, hata kama unaona hakuna kitu ameongea, utakuja wewe uongee ile kitu unaona ni kama inafaa iongelelewe. Tusihekoli mtu, tupe mtu time yake aongee, atoe point yake. Tunampea tu morali, hatuna ubaya. Speaker amekuja. Speaker hapo. Sawa. Ati Nairobi nilikuwa nimeshikilia sawa. Nairobi ilikuwa siri kitambo. Angesema Eldoret. Sasa mnataka niongee? Na sijaongelea upande wa speaker, bado tuongee masengine. Mimi naweza ongea hii hapa kutoka Nairobi sikuwa ni kwa siri. Eldoret ndio maana kwa siri, tuongelee Eldoret siri sasa, hapo tunaelewa. Wewe tuende kwa speaker. Bunge power. Bunge power. Kwa majina ni Wycliffe Kamba. Yes. One time. Rais, mimi nasema hivi. Miaka 10 unaongoza. Unataka slot. Yes. Anataka slot. Mambo. Wewe nyamaza basi, umeongea maneno yako Manifesto yenye Gachagua anakupinga ilikuwa kwa hiyo manifesto yenye mlikuwa mtambisi wananchi. Yes. Nairobi saa hizi inapangwa kukua city. Yes. Mafuriko Nairobi inainuliwa kukua city ile ya maana. Mafuriko inaua watu yenye president waine wa kutengeneza mbeleni. Yes.
Narok Airport International inachengwa. Yes. Upande wa elimu, serikali yoyote hata mwenye anapeleka mtoto Lenana na maskini pia anapeleka. School fees ni uniform. Unaishi wapi? Kwa nyumba. Maliza baba. Ongea usiokuwa na rais. Kwa upande ya matusi, hata rais wa Filipino alitusi Obama ni mtoto wa Malai na aliongoza nchi. Sasa mtu asikutushe kwa upande wa matusi. Matusi katiba ya Kenya mwenye analalamika aende kotini na tupitishe ukweli. Nani alianza matusi katika urais? Rais huyu anataka kwa sababu hii katiba imepewa mtu yoyote kwa kuongea. Freedom mwenye uko nayo. Sasa kila mtu anatoa matusi, basi mwingine pia amjibu. Yes. Musema inasema kwamba tao ya moto ni moto. Huwezi kufanya mechanic kwa engineer ukuje uche machibariti, utakuwa na ribu nafsi yako kwa mwili. Sasa rais sasa tunakuunga mkono. Huko barabara ya Mau tangu independent ilikuwa inajengwa, unachenga saa hii. Batata mwenye anakula ndizi akule rais. Yule anayekula ndizi wacha akule. Yule anayekula yenye anakula wacha akule. Muhimu usishike mwingine mkono, lakini kwa hiyo uongozi lazima umalize 10. Waliokuahidi kwamba 10 wamalize 10 mpaka wamalize 10. Ama tuwaache kuja kutoa ndani walikuweka. Sisi tuliumia, tulikuwa ODM. Kwa upande ya Sifuna walikuwa jitangaza wanataka upresident. Kwa upande wa Matiang'i alikuwa kwa Jubilee hakutangaza upresident. Si ati mtu akuje nyuma yake amsukume mwingine ati anataka upresident na huku kusema awali. Kuna waandishi waandika mahali kwamba Matiang'i ni president anataka upresident. Sifuna alikuwa anataka president. Sifuna kama amechoka na hii nyumba atoke. Na kama mtu anamsukuma nyuma yake tunaelewa. Sawa. Si ati kuti nani wa nyumba anasukuma? Si ati mtu kuja angushe chama na ODM haitaanguka. ODM haitaanguka. Sifuna atatoka na ODM itaendelea na hivi karibuni hautasikia mambo ya Sifuna. Sifuna ndio ODM. Tuko sawa. Bwana Rais, mimi nakwambia penye huko tu hapo tunakuunga mkono na 10 lazima umalize. Maliza 10 president. Tuko nyuma yako. Maliza 10. Ni Muluya wa Busia. Ni tuta Mr. Speaker. Mheshimiwa William Ruto, asante sana. Paka Ruto amelonji barabara ya kwenda kwetu. Fanya hiyo kazi. Mr. President of Republic of Kenya. Kama kuna kazi umenirahisishia na umenihakikishia, Eugene Wamalwa ni bachelor. Tusi hiyo mtu. Hiyo mtu amekuwa waziri wa maji. Hata kuchimba kisima moja Western. Tusi hiyo mtu. Hakutusaidia chochote. Iko ingine ile mkora ya Mount Kenya ile inachukua mpaka pesa, ndugu yake anakufa saa 6, ashabadilisha will saa 5:59. Tusi hiyo mtu. Nimekuwa kokwas. Iko mwingine hapa anajiita Kalonzo. Siku anajua Kalonzo aliiba shamba ya NYS. Tusi pia huyo Mr. President. Najengee barabara usaidie, asianze kusema unatenga panga hata yeye. Hatuwezi kuwa mimi kama Muluya wa Busia. My party leader. Mimi kama Muluya wa Busia, my party leader Oburu Odinga. Kaa hapo Oburu. Mimi kazi yenye Oburu ananifanyia pale, hata usiongee Oburu, bora tu uone broad base inaendelea. Juzi Ruto amekuwa Western, akilonje barabara watu wanakuambia ati hiyo ni hewa. Lakini akienda Mount Kenya akilonje barabara 2 term. Hata sisi Waluya raundi hii Mr. Speaker, kama kuna Muluya yako kwa hii bunge la mwananchi la Huruma ground 2 term. Muluya mwenye anasema 1 term. Shika charaza hivi boko. Huyo ni mtu mwenye aelewi anasema nini. Huyo ni Muluya mkora wa Mr. Speaker, ukiuliza mtu atufafanulie jina tu 1 term, yeye kusema 1 term, ukimuuliza tuweke nani? Ati mtu yoyote tu. Kuna agenda ati mtu yoyote. Tuko na mwingine ule mkisua pale. Ni kulala tu kwa mkutano. Na kunyamba tu kwa yafuaya. Sasa sisi tutachagua rais wa kunyamba ama rais wa kuleta stima. Sisi Waluya watu huwa wanatutusi hapa. Mudavadi yako kwa serikali amefanya nini? Saa hii kwa muda kidogo, kumbe Mudavadi si fala. Amwambia Ruto tunaenda final touches. Ama nitoke. Ruto amekimbia, barabara zimejaa. Na Ruto ametuahidi kama sisi watu ya Western, akitoka Kisii tena narudi Western. Na hata pia sisi Ruto hatutoki. Kama hiyo watu ya mlima wanatuambia ati
ati Ruto ni mbaya. Hao ndio walimuweka. Huyo Mungu wenyu tunaabudu na nyinyi. Hiyo kanisa mlifungua, hata sisi tuko hapo. Uweze kutuambia ati Zai Ruto ni mbaya, ndio alituimbia tokera tene ati ni maombi si uchawi. Pia sisi tumewacha uchawi na tumekuja kwa hiyo kanisa. Na Mr. Speaker William Ruto liwalo. Mr. Speaker ni 2 term. Wale watu wana agenda. Ati agenda ya Gachagua ni kutuambia ati hatuona masikio. Nani hata yangu ni kubwa. Nani ana masikio kubwa? Nani ana masikio kubwa? Sasa hiyo ni agenda, kuna agenda tu masikio. Kubwa ni afya. Utakuwa na masikio kubwa. So Mr. Speaker William Ruto, Rais wa Jamhuri yake, tuachie tutusi Gachagua. Ruto fanya kazi. Gachagua wewe ndio umefunza yeye kufunga koti juzi. Alikuwa na koti nyingine imeinama hivi. Yeye hakuwa anaona hiyo. Yeye haoni meno yake hiyo. Mwanadamu kamili unaweza kuwa na meno nje ya mdomo. Ama yeye haoni hiyo. Mr. Speaker, ukweli wa maneno, William Ruto ni 2 term. Weka break uone. Weka break uone. Haya mtu wa ongeeni pia. Bwana huyu hapana si waje tuanze na huyu alafu sasa. Wacha tuanze na huyo. Speaker. Wacha tu Speaker mko bias. Uni wewe. Ni kwa nini security? Kuja. Mtoke hapa. Ngoja. Ni fursa yangu utapata yako. Mr. Speaker, kwanza nataka nikushukuru kwa hii fursa. Kwanza kabisa, ndugu yangu, hii 1 term ni agenda gani? Ya pili. Ongea baba, dakika 10. Ya pili. Au mtoi. Huyu atolewi. Kutusiana akuifanya State House. Kwa gari ni siasa. Ndio hiyo. State House ni president. Ndio hiyo. Ama ulimuona na koti ya rais? Huyu amemaliza bwana. Mulimuona? Hapana, ulimuona na koti ya rais. Address nchi anaifanyia State House. Unaongea dakika 20. Aliwahi enda Budalangi kwa address nchi. Good. Nchi inaadresiwa kwa State House. State Launch ama State House. Budalangi Toa huyo. Kwa miaka 3 ni Kasongo, ni Zakayo. Jana ametoa tu moja. Wameanza kulia. Na bado. Ongea 1 hour. Ya tatu. Watu wajipange. Na mseme ni nini mnataka. Kama mwezi jipanga vile alisema asubuhi na mapema breakfast tutakuwa tumemalizia. Ya 4, ndugu yangu, mimi nataka kuuliza watu wanalia SHA, sijui madawa, sijui nini. Tulikuwa tumezoea wananchi wetu. Tulikuwa tumezoea wananchi wetu na wabunge wetu wanalipwa mamilioni, lakini wanaenda kutafuta matibabu wapi? Nje. Sasa hivi wanakatwa pesa mzuri. Nono. Kwa mwenye anaajiriwa wanakatwa pesa nono. Wanaenda nje kweli? Hawaendi. Kwa sababu wanakatwa pesa mzuri. Lakini kitambo tulikuwa tunafanywa madharau. Mbunge anakula milioni analipa 500. Aje? Ya mwisho. Sasa mwisho ongeza 2. Ongeza 2 sasa mwisho. Ya mwisho. Tafadhali kwa wale wa watu wa 1 term, mkiwa bila mpango na mkitakwa msitukanwe, msifuate maneno ya mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Lakini mkifuata akili ya Gachagua, akili yenu tabaki tu na matusi na mtatukanwa. Ule mtu ashatuonyesha ana akili. Asante Bwana Speaker. Asante sana kwa nafasi hii. Mimi kama mjumbe wa Budalangi wa Munyala mwenye nasema hivi. Nimefurahia sana hiyo ziara ya Ruto kule kwetu Busia. Manake kuanzia Bumala upite Funyula mpaka Budalangi lami ni moja tu. Lakini kwa sasa lami kutoka Matayos kupitia na Moboto mpaka Nangina inawekwa lami. Ya pili kutoka Alema. Kutoka Alema inawekwa Muluhoni, Sigalame na Masali, Buduongi mpaka Bujuanga sio port lami. Ndio hiyo. Ameweka lami. Kutoka Bujuanga. Kutoka Bujuanga wenda mpaka Mundere mpaka Port Victoria
imewekwa lami. Sasa sisi kama wanabusia ambao tuko na lami, sasa hizi lami iko, mbona tusifurahie? Ya pili, Busia Stadium ilikuwa imeanguka. Busia Stadium ilikuwa imeanguka. Lakini kwa sasa pale ATC ground breaking ya stadium mpya pale Busia. Kwa nini tusifurahie? Pale Nasewa wanaunda industrial park. Kwa nini tusifurahie? Pale Bumala kuna soko mpya imeundwa. Kwa nini tusifurahie? Kwa nini tusifurahie? Mimi kama mtu wa Budalangi niko na furaha sana. Niko na furaha sana manake kwetu kule Budalangi ilikuwa inajulikana kwa sababu ya mafuriko. Lakini kwa miaka 5 ambayo Ruto amekuja saa hizi ameunda dike, hakuna mafuriko Budalangi tena. So sisi kama watu wa Busia tunasema tumefurahi sana na kazi ya Ruto. Asante. Kidogo. Mimi kama kwa majina ni Stone Kata kutoka Nyamira. Mimi kama Gen Z nasema ni one term. Kwa sababu ukitembea katika hospitali hakuna madawa. Na wengine wanasema 2 term. Suende kwa chemist. Wengine wanasema 2 term. Nadanganya. Ndio maana Mwafrika ni mchinga. Atakuwa akimpigia hata mzungu makofi hata akienda chooni. Na mko hapo mnasema 2 term. Kama barabara imetengenezwa ni ya Busia. Watu wengine wanasumbuka. Kama 1 term. Watu nasema watu wanasumbuka. Hakuna. Na mimi nataka kujibu. Mr. Speaker. Na mimi tangu nizaliwe sijaona rais anayehusiana na opposition leaders. Anafaa kutulia afanye kazi. Kitusi Raila Muganga, Raila alikuwa nini? Mundu mkoroki inamaanisha nini? Anafanya kupiga kura. Wewe nani? Wewe unaitwa huko nyuma wewe speaker. Raila sio rais wa Kenya. Raila hakuwa rais wa Kenya. Hata akituhusiana na watu hiyo iko inaeleweka. Lakini rais hafai kujibu wale ambao wanamtusi. Anafaa kutulia afanye kazi kama tulivyomchagua ofisini. Asanteni sana. Thank you. Vile rafiki yangu amesema hapa, Ruto kwenda huko Busia ama whatever kwenye ameenda kulaunch hiyo barabara na mastima zenye anasema ni wa challenge kitu moja. Ruto ako na high chances ya kuconfuse wale watu wa mashinani kuwa amewapelekea stima watu wenye hawajaiona stima tangu uhuru. Lakini hana usawishi hapa town watu wenye tumeishi kuona stima daily. Stima na ndio hii. Ndugu yangu simekuwa unaongea. Tumekuwa unaongea. Kitu ya pili wale watu wenye tunasema SHA inafanya, kwangu mimi SHA inafanya, lakini nataka niwaambie kitu moja. SHA inafanya hivi. Out of watu 10 wenye tunaenda kutumia SHA leo, SHA ni kama ile mchezo ya pata potea. Unadunga hii inapita misi. So yule mtu mwenye anasema SHA inafanya, utapata kwa watu 10 SHA imesaidia watu 2 ama watu 3. Mimi sijasaidika. Mimi nilitoa do. Sijasaidika. Unajua watu wa serikali wenye mko hapa, wakati mnaongea tunawapea time, tunaheshimu point zenu. Wakati sisi tunaanza kuongea mnatuconfuse, mnarukia. Mimi si yuko kwa 1 term wala siko kwa 2 term. Mimi ni mkazi wa Huruma, mpiga kura wa Huruma, na niko hapa kwa ajili ya kuongea sera zangu, yani kutoa maoni yangu, kukosoa serikali wakati inafanya. Sijamaliza na sijaanza. Kwanza tuseme 1 term. 1 term. Sisi ni watu wa 1 term. So Ruto anafanya kazi mzuri kama ile barabara yenye mnasema ya Busia. Acha niwaambie ukweli. Yes. Uko sawa. Hiyo barabara yenye mnasema Ruto ameenda kuweka hiyo barabara. Mkiangalia mkataba yenye Ruto aliandikishana na Mudavadi na Wetangula ndio wamuunde mkono, ilikuwa 450 kilometers barabara. 1450 kilometers.
kuanzia hapo zimewekwa ngapi? Tuseme ukweli. Hazijafika hata 100. Alafu mnakuja kusema ameenda kuweka barabara. Amekuanga wapi kuweka hiyo wakati wote? Hizo barabara Ruto anaanza kulaunch. Haya, wacha niwaambie kuanzia kwetu. Wacha niseme ya kwetu. Mara mingi Ruto amesimama kwetu Matayos, mimi natoka Matayos. Pande gani ya Matayos? Matayos Center Home ndio kwetu. Center ina lami. Akasema kutoka Matayos mpaka ukienda hiyo barabara inaenda mpaka Funyula, upitie mpaka Sio Port, uende mpaka Port. Hapo ni kilomita mingi sana. Ameenda hapa, hii ni mara ya 3 Ruto akienda hapo. Kama wewe na uko home. Amelonji hiyo barabara wakati aliingilia serikali hivi. Mara yake ya kwanza tu ya Busia alienda kulonji hiyo barabara hajaenda. Point yako ni gani? Point yangu ni hii. Hizo barabara zenye huyu jamaa anasema mumeenda kuweka. Ni vitu yenye alikuwa anafaa weke 2 years ago. Si leo. Alikuwa anafaa weke kitambo. Mwisho kwenda nyumbani kutoka 2019 hawaienda. Wewe ngoja. Unajua aje? So hizi barabara Ruto anaweka saa hizi ni barabara za kuomba kura yenye inakuja. Tuelewane. Si kwamba anafanya kazi. Bwana bwana ngaye wewe kweli. Hadi fumala. Haya. Hebu waliange ni rino. Lango ni hili. Hii iko sawa. Huyu jamaa afanye kazi wakati wa promise imeisha. Atufanyie kazi wakati bila alisema na si kwamba akuje na promise tu tena kwa sababu anataka next round. Sawa. Speaker ndiye amenipatia wewe unataka kunipa aje. Speaker nipe. Imalizi sasa Mbunge hii ni finala. Pia mzungumzaji hapa. Maliza alafu na uwe brief. Pambana mpaka unaongea. Sawa. Pe dakika. Kwanza unapewa dakika. Pe dakika 3. Ujitetee. Bwana waje kucheka bwana. Anza. Bunge power. Bunge power. Oburu power. Yes. Bwana Rais, mimi naamini Hata sitaki nikuone kwa yule mtu anazungumza sana, matendo yake ni machache. Bwana Rais, tafadhali tusaidiwe kuelewa. Wewe kama uko juu ya gari, uko kanisani, uko kwa mikutano, Bwana Rais, unafanya kazi wakati gani? Ama itakuwa mambo ya promise after promise? Nasikia mandugu zetu hapa wanapiga makofi atu umelonji barabara, atu umefanya nini? Bwana Rais, hiyo barabara umelonji, mandugu zetu hapa wanapiga makofi. Kama naweza kumbuka vizuri, hiyo ni mara ya 3 na launch hiyo barabara. Na isikue tena wakati barabara ya Butula na Mbale Amukura. Bwana Rais, hii ni mara ya 3 na launch hiyo barabara. Ukweli. alionje mara moja. Tafadhali wacha ikue mara ya mwisho. Usurudi hapo tena next year kukitafuta kura tena ulonji hiyo barabara. Ikue mara ya mwisho. Sawa. Amesikia. Kitu ingine. Wewe unatumia shani uko one time. Nasikia mandugu zetu wanasema umefanya kazi. Ani uongo. Kwani si anafanya? Kazi utafungua kisiagi kwenyu? Bado sijaona kazi. Unataka nini? Kisiagi? Ile ushuru Bwana Rais tunasanya Kenya hii na ile kazi unatuambia umefanya. Mimi sitaki uniambie chenye umefanya, nataka nione. Yule mtu anaongea sana na kujitetea kama hana makosa. Hiyo kitu hajafanya. Sasa sijui ni gani. Sijui uko na makosa juu hizo vitu ama ni kutofanya hujafanya. Unajaribu kutuconvince na maneno ndio tuamini umefanya. Rais, wacha promises. Huyu jamaa kwa one time na anaita Ruto rais. Wacha, he's a president. Ubairanga. Punguza maneno mingi, kaa chini, wacha vitendo zako ziongee. I'm made to believe an empty debe will make the loudest noise. Acha nisidirect hiyo kitu kwa rais. Kaa chini kwa ofisi, sisi tuone matendo huku nje.
Hatutaki tukuone kila wakati juu ya gari wapi, mpaka sasa umefika mahali ni kama pia umekosa agenda. Sasa pia umeingia kwa matusi. Kaa chini, fanyia wananchi kazi yako ikuuze. Waswahili walisema chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Isikuwe ni kama unatembea sana, labda umekuwa mbaya kwa Wakenya, unatembea zaidi. Asanteni. Bunge oi. Sasa mimi ni two term damu. One term. Hauwezi nitoa hapo. Mimi ni two term. One term. Na nimeona vitu za two term inaendelea vizuri. Hata sijui sasa wengine wakisema. By the way, ukiona Mjaluo anasema one term amerogwa. Ya, ni kweli. Ukiona Mluya anasema one time amerogwa. Amerogwa, ni kweli. Waendangi reserve. Waendangi reserve. Ni wao Bon Town. Yes. Wenye wamedanganywa hapa na Wakikuyu wachache, malandlord hapa wanapea 20 shillings, wanaenda nayo hapa kwa vibanda hapa. Ndio kwa maana unasema ati one time. Hawaendi nyumbani. Sasa saa hii ukiona mtu Orengo nilisikia ati mara one time, nikajiuliza swali mingi sana. Huyu ni governor ama huyu ni mkunywa pombe ama ni mtu wa kusafirisha bangi? Hata sielewi. Saa hii Winnie amemtupa. Hata jielewi. Sifuna alikuwa na mdomo hapa. Winnie amemwacha. Hata jielewi. Saa hii alituletea di pay bill. Pay bill tusanyie nani pesa? Kwani anataka kufanya nini? Tumsanyie pesa. Safaricom mlifanya vizuri kwa block hiyo pay bill hiyo yake. Kwa sababu hata sijui, yani tumekuja kugundua kumbe hapa Kenya wajinga ni wengi sana. Ati muda na mkanga tu asubuhi, ati ana raise pay bill. Ati tumchangie. Kwani amefiwa na nani? Kwani kuna mtoto anataka kupeleka university ama ni nini anataka tuchangie? Ruto, wewe tuko na wewe nyuma kwa nyuma. Wewe uliongea tu maneno moja tu. Wote wamekunia kwa suruali zaiwa na harahara tu hapa na maneno. Nini? Sijui mara nini. Na bado ni moja tu. Na ukitupa ya pili wasidhani ati wewe ni Uhuru ama Raila. Walikuwa wanazoea kutusitusi hapa kila saa ovyo ovyo wakitusitusi hapa. Ukitusiwa sisi tuko nyuma yako, hata sisi ndio tunawatusi zaidi. Wafanye vile wanataka. Saa hii mali naelekea tulisikia Winnie anaenda kusimama Lang'ata. Sifuna Jalaza anakuja Senate Nairobi. Tunaambia Sifuna bye. Kierere yako mwisho. Hivyo ndio Mkikuyu anatumianga Wajaluo. Wakikuona wewe you are brave, wanakutumia na shortcut. Unamalizwa. Saa hii Sifuna ground dawe imeenda. Na tulikuambia vizuri mali wazee wako hairibikangi. Ulidharau Oburu. Saa hii unahara. Saa hii mali imefika unahara. Na wenye wanakataa Uburu yote naona wanalinda nyumbani. Ukiangalia Governor Siaya one term. Ukiangalia Sifuna one term. Babu Owino alijanjaruka akaambiwa usiporudi huko nyumbani huko. Babu wewe pia unaenda. Sasa ame step down, ataki governor tena Nairobi. Ame step down. Amesikia. Lakini wewe ulijifanya na hukusikia. Na Tembe alikuwa hapa namna gani? Alitembea kila mahali akisema ati anasanya Waluya pamoja. Dakika ya mwisho amebwaga Waluya ati anaenda kusimama governor. Waluya amemtoroka. Wewe pia hapo umekuja na pay bill. Hujasema hata maneno unataka pay bill tukufanyie, unataka kufanya nini na pesa yetu? Ati unataka pay bill. We block it. Block hizo vitu zote Ruto. Piga yeye aende huko kwanza. Atuambia anataka nini kwanza? Pesa Uhuru. Akule pesa ya Uhuru hapo polepole bwana. Sifuna kula pesa ya Uhuru polepole. Sisi hatuko na wewe. Na hata umeona saa hii mali imeenda imenuka. Winnie amekuacha. Oburu ndio yeye anaenda. Kila kitu inasonga. Sasa saa hii mali tunaelekea ni mzuri sana. Na hiyo ndio maneno yangu. Two term. One term. Niko na maswali chache. Yes. Free wifi. Mtakuwa mnapiga simu kutoka asubuhi mpaka jioni, simu haikatiki. Mnapiganga simu ya bure. Kwani plot inaisha ina wifi? Plot inaisha ina wifi? 5 international stadiums. Tuko na stadium 5 international. 50 dams. Kenya hii
uongozi wa William Ruto imejenga dams ngapi? Tuko na mfereji hapa. Tuliambiwa shida ya maji sasa hivi. Bottom up. Sasa tuko na shida. Wangapi wameinuliwa juu? Wewe mwenyewe una shine. Mandugu zetu, hii maswali nilikuwa nauliza mandugu zetu, wale wametuambia sijui barabara ya Nangi na Namboboto Port imelonjiwa. Na wakumbusha kulikuwa na launching ya 5 international stadiums ziko. Kulikuwa na launching ya free wifi na free calls. Mnapiganga simu bure. Kulikuwa na 50 dams ziko. Kuna hata moja. Sasa ndugu yangu wa Busia, ukisema barabara imelonjiwa, stima imelonjiwa, ujiulize kama zile vitu zilitangulia hapo awali ziko. Mimi nimeachia hapo. Na sisemi kitu kingine yote. Sasa ndugu yangu, nyamaza kwanza. Mimi nafurahia nikisikia wenzangu wanatoa maoni. Kwanza chenye ninafurahia sana, huyu ndugu yangu mwenye ametoka hapa, nimesikia kwamba serikali ya Samoei Ruto imemsaidia, imemtolea bibi maternity. Hiyo nimefurahi sana. Tena nimefurahi ndugu yangu, nilivyo nataka kusema, lakini cha inajua kwake anakupinga kwa maana yeye ndio Mluya mwenye aende nyumbani, Mluya mkora wa town. Lakini sisi wenyewe tunajionea na macho. Aliye na macho ambii tazama. Tunaona chenye William Samoei Ruto anafanya. Hatuongei na tujigambi. Ni kazi ya rais inajifanya tie mwenyewe tukiona. Sasa mimi ninasimama nikisema tu tamu. Na bwana rais, chenye naweza kuambia, Kenya umekuwa mwanasiasa mshupavu kuanzia kitambo Kenya hii. Hakuna rais anarudingi tamu ya pili kama amefurahisha watu. Iwe ni Kibaki hakufurahisha mtu yote, iwe ni Uhuru Kenyatta hakufurahisha mtu tamu ya pili. Hata wewe usitarajie. Chenye iko ni kwa wale wachache kama sisi ndio tunajua bwana rais. Chenye ninajua siku yenye utaondoka mamlakani 2032 ndio Wakenya watakulinganisha na marais wengine wazuri ambao wanasema walitoka nyuma. Lakini kwa saa hii hawawezi kulinganisha kwa maana hawaoni. Hiyo tu maoni niko nayo. Mama hapa, mimi kama mtu wa one term nasema rais, umekuwa kwanza nyumbani bedroom kwenye mimi natoka, umeenda umechukua MCA wetu mjinga, hakuna Kenya amefanya. Umeenda umechukua MP wetu mjinga, anatudanganya kila siku, atatufanyia college kwa university, kila siku college itakuwa university, mpaka wa leo tumengoja. Mimi nasema rais, wewe ni one term, muache matusi, tunataka kazi itendeke. Asante, sina mengi. 2032 tupatane, vijana wa Ikolomani muniunge, nataka UMP.